Kwa majina yangu naitwa Lawrence Kanampio. Mimi ni mmoja wa viongozi kwa jamii ya Wameru kama patron wa Tigania. Leo nimesimama hapa kushutumu na kukodemu yale matamshi ya wale waliongea juzi wakijidai ya kwamba wao ndio viongozi wa jamii ya Wameru. Tuko hapa kusema ya kwamba wao sio viongozi wa jamii ya Wameru. Viongozi wa jamii ya Wameru wako hapa siku ya leo. Wale tulifanikiwa kufika pale Irunduni kwa deputy president. Tuliona wakati wa Meru waliambiwa wasimame, hiyo timu ilibaki kama imeketi. Na wao walisema ya kwamba wao si wa Meru. Sitaki kusema walisema wao ni kina nani hapa. Lakini kwa sababu walikana wa Meru mbele ya deputy president, hata sisi tunawakana hapa leo ya kwamba wao si viongozi wa Meru. They are not our leaders. Na any business ambayo watatransact kivyao. Wamekuwa wakishutumu governor kila wakati wakiongea. Wamekuwa wakishutumu na kuongea vibaya ya MCA Honorable Kiambi kila wakati wakiongea. Nataka niwaambie namna hii. Walikuwa na Kiambi wakati mrefu wakimshika katika opposition. Hakuna siku sisi tuliongea kumtusi Kiambi. Tulimpembeleza katika upendo na kumuongolesha mpaka tukamleta upande wa serikali. Na kwa sababu ameingia upande wa serikali, ninaomba waheshimu Kiambi kama vile tulikuwa tunamheshimu bando akiwa katika opposition. Kiambi amefanya handshake na governor na atafanya kazi na governor mpaka 2027, bado tumrudishe tena kama MCA wa Bera. Number 2, nataka waheshimu governor. Waliongea wakasema ya kwamba governor aliita jamii ya Wameru mikora. Niko hapa kukanusha ya kwamba governor hakuita jamii ya Wameru mikora. Wale ambao alisema ni mikora ni wale ambao wanajiingisha kichini chini wakijiita ya kwamba wao ni viongozi wa jamii, ila wao sio viongozi wa jamii. Ndiye alisema tuweze kuchunga ili mikora isikuje kujitokeza ikijiita ya kwamba wao ni jamii ya community. Na ndio sababu siku ya leo viongozi wa jamii wako hapa. Number 3, nikimalizia, najua ya kwamba kuna wazee ambao wamekuwa wakiita hao watu wanaenda wanaketi pamoja na wao wanafanya mikutano ya kutusi governor wakisema hao ndio viongozi wa jamii. Nataka niambie wale wazee namna hii ya kwamba wale wanaita pale kutusi pamoja na wao governor kutoka leo sio viongozi wa Meru. Viongozi wa Meru wako hapa na wako katika hali ya kusupport na kushikana na serikali ya Governor Guyo. Nataka niwaambie namna hii. Wakati kijana wao alisimama katika Madaraka Day pale Odonyiro, aliongea na kiburi, akatukana governor, akaongea vile anataka, na wao wazee hawakumpatia advice ya kwamba anafaa kuheshimu governor. Leo hii kijana wao ni jobless. Tuliona pale Ngarimara tukiwa na speaker ambaye ako na heshima, speaker ambaye anaongea vizuri, speaker ambaye anapenda watu wote, ambaye speaker ni nani? Wahid. Speaker ni nani? Baricha. Nataka niseme namna hii ya kwamba governor ametufundisha mambo matatu. Nimeona wakati wanafanya mikutano yao wanashutumu serikali kuu. Wanasema serikali kuu imetuacha, president ametuachanisha. Yule president ambaye wanasema amewaacha, awasemi ya kwamba huyu president aliwahost State House ambao sisi wafuasi wa Nguyo hatujaingia hiyo State House. Sasa tunataka kuingia State House kwa sababu sisi ndio ambaye tunaheshimu serikali ya Ruto. Tunataka kuenda State House, ndio? Sisi ndio tunasimama na President Ruto kwa sababu tumefundishwa na governor wetu mambo matatu. Governor ametufundisha amani, Governor Kayole ametufundisha maendeleo, na number 3, governor ametufundisha kuheshimu president, deputy president na kuheshimu serikali kuu. Hao watu wakishtumu serikali kuu hawasemi ya kwamba president aliwahost State House na akawaondolea security apparatus wote. Hata mzee wetu ambaye ni county commissioner tulimpenda akaondolewa kwa sababu yao. Hawasemi hivyo. So president ameondoa county commissioner sababu yao, ameondoa viongozi wa security sababu yao. Atawafanyia nini? Nataka niwaambie namna hii. Kama ground imewakataa, kama MCAs wamewakataa, kama watu wamewakataa, waheshimu rais, waheshimu governor na waheshimu
wananchi wa Isiolo, kwa sababu wananchi wa Isiolo hawako tayari kuingia Keka Street tena. Mambo ya street watu wa Isiolo wamekataa. Tunataka sasa tufanye kazi zetu, tuongojee kura 2027 kwa sababu Kayole anawaongojea kama mpira ya kona. Atagusa tu ingie ndani. Two term. Mbarikiwe.